Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetoa taarifa kwa umma kuhusu bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli kuanzia Jumatano ya tarehe 6 Mei 2026. Katika taarifa iliyotolewa, EWURA wamesema kwamba katika kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria, EWURA imeendelea kufuatilia mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia na kupanga bei kikomo kwa mwezi Mei 2026. Mabadiliko ya bei za mafuta nchini katika mwezi Mei 2026 yamechangiwa kwa kiasi kikubwa na vita inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati iliyoanza tarehe 28 Februari 2026 ikihusisha nchi za Marekani, Israeli na Iran. Vita hii imepelekea mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya uzalishaji, uhifadhi na usafirishaji wa mafuta ikiwemo visima vya uzalishaji, maghala ya kuhifadhia na viwanda vya kusafisha mafuta, na hivyo kuathiri uwezo wa uzalishaji na kusababisha upungufu wa mafuta katika soko la dunia kulikopelekea ongezeko la bei za bidhaa hiyo kwa kiasi kikubwa. Aidha, kufungwa kwa mlango wa Hormuz ambao hupitisha takriban 20% ya mafuta yanayosafirishwa duniani kumeathiri kwa kiasi kikubwa upatikanaji na usambazaji wa mafuta duniani na kuongeza gharama za usafirishaji pamoja na bima za meli za mafuta. Hali hii imepelekea kupungua kwa mzunguko wa meli ambapo usafirishaji wa mafuta kupitia njia hiyo imeshuka kwa kiwango kikubwa na kusababisha msongamano wa meli, ucheleweshaji wa mizigo na kuongezeka kwa zaidi kwa bei za mafuta katika soko la dunia. Kwa kuwa Tanzania inaagiza sehemu kubwa ya mafuta yake kutoka nchi za Mashariki ya Kati, athari za mabadiliko hayo ya kimataifa zimejitokeza moja kwa moja katika soko la dunia. Ongezeko la bei linaakisi mwenendo wa soko la dunia ambapo bei za mafuta na gharama za usafirishaji zimekuwa zikiongezeka kufuatia athari za vita hiyo. Katika kukabiliana na hali hiyo, serikali imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ili kuhakikisha mafuta yanapatikana nchini muda wote na kuendelea kuhakikisha bei zinaendelea kwa himilivu ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza ikiwemo zile za kiuchumi na za kijamii. Miongoni mwa hatua hizo ni utoaji wa ruzuku ya takriban shilingi 259 kwa kila lita moja mafuta ya diesel. Mafuta haya ni muhimu katika shughuli za kiuchumi na kijamii zikiwemo uzalishaji wa viwanda, usafirishaji wa bidhaa na huduma za usafiri wa umma. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA inatangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia Jumatano ya Mei 6, 2026 saa 6:01 usiku kwa mwezi Mei 2026. Bei za rejareja na jumla katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara ni kama zinavyoonekana katika jedwali namba 1 na namba 2. Katika bandari ya Dar es Salaam, petroli ni 4115, diesel ni 4248 na mafuta tani 4677. Tanga, petroli ni 4176, diesel ni 4309, mafuta tani 4738. Katika bandari ya Mtwara, petroli ni 4207, diesel ni 4341, mafuta tani 4770. Jedwali la pili, bei kikomo za jumla shilingi kwa lita. Katika bandari ya Dar es Salaam, petroli ni 3972.13, huku diesel ikiwa ni 4104.81 na mafuta taa yakiwa ni 4533.34. Tanga, petroli ni 3966.69, diesel 4051.17. Mtwara, petroli ni 3954.66, huku diesel ikiwa 61.51. Bei za rejareja za bidhaa za mafuta ya petroli kwa maeneo mbalimbali ya mji, wilaya na mikoa ni kama zinavyoonyesha katika jedwali la 3. Mwenendo wa bei za mafuta yaliyosafishwa katika soko la dunia. Bei za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zinazingatia gharama za mafuta yaliyosafishwa katika soko la dunia kwa kuakisi gharama za soko la Kiarabu. Mvutano unaendelea kijiografia na kisiasa katika Mashariki ya Kati umevuruga kwa kiasi kikubwa udhabiti wa masoko ya nishati duniani. Bei za mafuta yaliyosafishwa katika soko la Kiarabu yaliongezeka kwa 71, 117 na 122 mwezi Aprili 2026 kutoka wastani wa dola za Marekani 71.76 kwa pipa na dola 85.99 kwa pipa na dola 85.34 kwa pipa mwezi Februari 2026. Petrol, diesel na mafuta taa. Mwenendo wa gharama za uagizaji. Mgogoro huo pia umevuruga usafirishaji wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji na hudumia takriban 20% ya biashara ya mafuta duniani na kusababisha ongezeko kubwa la gharama za uagizaji wa mafuta. Mwezi Mei 2026, gharama hizo kwa bidhaa za mafuta zilizopokelewa kupitia bandari ya Dar es Salaam ziliongezeka kwa wastani wa 6.2% kwa petroli
5.4 kwa diesel, 7.2 kwa mafuta ya taa. Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, gharama za mafuta FOB na gharama za uagizaji premiums zinalipwa kwa kutumia fedha za kigeni ikiwemo dola ya Marekani. Kwa bei za mwezi Mei 2026, wastani wa gharama za kubadilisha fedha za kigeni applicable exchange rate imepungua kwa 3.7%. Wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa rejareja wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zinazoonyeshwa katika jedwali la 3. Aidha, wafanyabiashara wa bidhaa za mafuta kwa jumla wanatakiwa kuuza mafuta kwa bei zinazoonyeshwa katika jedwali la 2, na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mfanyabiashara yeyote atakayekiuka agizo hili. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.